إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 1 Rabiul Awwal, mfungo 6, ni mwezi wa 3 kwa takwimu ya Hijria, mwaka 1448 Hijria, sawia na 14 mwezi wa 8 2026 miladia. Kwenye maudhui ya khutba yetu ya leo, dini ya uungwana inataka waungwana. Dini ya uungwana inataka waungwana. Kwanza ningependa hii inwan, kichwa cha maneno cha khutba, kieleweke vizuri. Maana ukisema dini ya uungwana, wepesi itakavyofahamika kwa mwenye kusikia, hususa hawa wenye akili finyo finyo za kuelewa watakavyo, sio kuelewa itakiwavyo, waweza kusema ikiwa huyu amesema dini ya uungwana, yamaanisha kuna dini ya vachwana, au hii dini ikiwa inataka waungwana, kwa hivyo kuna dini ya wachwana iloshikwa na wachana? Hapana. Tukisema dini ya uungwana, taka uelewe kwanza inwani yenyewe. Dini ya uungwana manake ni nini? Kisha itake waungwana manake ni nini? Kwa wepesi shika hii kuwa ni dini ya uungwana. Kwanza ni kule kukataa kwake uchwana. Imekuwa dini ya uungwana kukataa kwake uchwana na kukataa kwake utumwa, na kuwaleta watu wote kwa sawa, muheshimiwa mbele ya Mungu awe ni cha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ndio kwanza uungwana wa dini hii, ili ufahamu kitu cha maneno. Kisha pia litoke la wasiwasi, ukapiga vita uchwana, mpaka wewe ukifanya dhihari, mambo utumwa, ukifanya dhihari, ukimwambia bibi yako kilala na wewe mimi kama kulala na mamangu, kisha ukataka kondodhia mke wako, ambiwa haya, jambo la kwanza muate mtumwa huru. Kwa nini iwekwe ni adabu ya mbele kumwata mtumwa huru? Ili umalizike hii masala utumwa. Huu ni muungwana, huu ni mchwana, huu ni Mwarabu, huu ni Nsanyi, huu ni nani?
huu uvundo huu Uarabu, Uswahili, nini uondoke katika dini hii, ibaki shiari moja tu, inna akramakum indallahi. Kwanza muielewe hiyo maana. Dini ya Kiislamu ni dini ya uungwana kwa sababu ni dini ya ubinadamu. Dinul insania ni dini ya ubinadamu. Kama kuna dini zote duniani, hakuna itakaoshinda dini ya Kiislamu kwenye jambo linaloitwa al-insania, ubinadamu. Ni dinu nubuli wal murua. Dini ya Kiislamu ni dini ya utu na ungwana, na ikiwa dini ya Kiislamu ni dini ya utu na ungwana, Muislamu takave mtu nawe muungwana. Kwa maana gani? Maandiko ndio yatakaotuwekea wazi. Dinu makarimil akhlaq, dini ya Kiislamu ni dini ya tabia njema. Dini ya tabia njema kwenye kunena, dini ya tabia njema kwenye kutenda, dini ya tabia njema kwenye kuamiliana kwetu. Ndio dini hii ikawa dini ya ungwana. Tena ni dinu tahadhuri. Dinu tahadhur ni dini ya utu na ustaarabu na dini ya maandalizi. Muislamu takawe mtu, Muislamu takawe na ustaarabu, Muislamu takawe na maandalizi. Na tukisema maandalizi, lisije wepesi katika akili kwamba maandalizi ya kivita, kwa sababu ukisema maandalizi, mtu huenda maandalizi ya kivita, wala hatuwezi kupigana. Ni maneno mengi tu ya Kiswahili. Lakini tukisema dini ya maandalizi, maandalizi kwa yote. Maandalizi mtu kwa kutafuta halali, maandalizi mtu wa kupanga mambo yake atakwenda vipi, maandalizi ya kujiandaa familia yako utaipeleka vipi, maandalizi ya kujiandaa usra, family, watoto wake tutawapeleka vipi. Ndio Uislamu ikawa ni dinu tahadhuri. Tayib, dinul akhlaqil aliya ni dini ya tabia za juu. Hakuna dini katika dini zilizoko duniani. Tukisema dini zilizoko duniani kuna dini nyingi. Kuna mpaka dini ya kitone. Dini ya kitone hichi dini ya kuweka kitone kwenye nini? Dini ya kuabudu ng'ombe, dini ya kuabudu mshumaa, dini ya kuabudu makaburi. Zote hizo dini. Mafhumu? Lakini angalia, aballahu an yakuna ayu din al-haqqi siwa al-islam, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, wa qala wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Tukizungumza uungwana, dini ya uungwana ni uungwana kwa haya ninayoyasema. Sasa ikiwa Uislamu dini ya uungwana, si lazima ipate wafuasi. Sasa wafuasi lazima wawe waungwana, si waungwana kinyume na watwana, wala si waungwana kinyume na watumwa. Waungwana kwa haya tuliyoeleza kwenye Uislamu. Muislamu muungwana, tabia zake mzuri. Muislamu muungwana, muamala wake na watu ni mzuri. Muislamu muungwana, kila ukimpima kuona miale ya uzuri wa Kiislamu hupati kwake isipokuwa tabia njema za Kiislamu. Ndipo venye vitabu wakatuambia hivi sasa ya kurubia kuwa mtu ni Muislamu waso Uislamu. Intabe, tumekurubia, tuko kwenye wakati mtu kuwa Muislamu aso Uislamu. Na tukisema hivi watusha tofautisha Muislamu nani na Muislamu ni nini. Bali wakati tulionao waweza kupatikana Waislamu waso Uislamu, na wakapatikana venye Uislamu si Waislamu na Waislamu vaso Uislamu. Limadha? Kwa sababu dini ya uungwana ni matendo mazuri ya Uislamu.
ukibaki na jina ni Muislamu, kuna matendo ni Muislamu uso Uislamu, na hapa watu hawatofautishi. Ndipo ukaona utamuona mtu Muislamu, Uislamu haukumwambia akate ganjo kama ndiva. Mtu Muislamu hakuambiwa awe vikuku kama mrembo, na LGBTQ wasalimu, wenye kuvaa vikufu na wenye kunini wasalimiwa. Si Uislamu au si katika maadili ya Uislamu kabisa. Kwenye matendo ya Uislamu mtu kunywa ndevu kabisa kama bal, tumefahamia si maadili ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu matendo. Lakini angalia wakati tulio nao, mtu akishakuwa Muislamu hakubakisha hungoja kuinua kuingia peponi tu. Uislamu wako kwa kuwa Muislamu ndio yatosha kuwa una Uislamu. Ndio haya tuyaonao, na khutba tukahusisha dini ya uungwana. Inataka waungwana. Twende, nani muungwana? Msikilize muungwana, kwa kuwa niko mbali na unsuriya alqabaliya, unsuriya damawiya, uvundo wa kikabila na kujiona kidamu na kujiona kilugha. Siko huko, niko kwenye uadilifu wa dini ya Kiislamu, dini ya uungwana, ya waungwana ilosema hivi, inna akramakum indallahi atqakum, ilosema hivi, la farqa liarabiyin wala ajamin illa bitaqwa. Ilosema hivi na waungwana wa shairi kusema mal mar'u illa bidini, hakuwa mtu isipokuwa kwa dini yake. Hivi atakafokuwa, hata awe ni kabila lolote mwituni, lakini angalia uungwana wa dini unasema mal mar'u illa bidini, hakuwa mtu isipokuwa kwa dini yake. Fala tatruki taqwa intisaban ala nasabi, usiate kucha Mungu kwa sababu ya kutegemea nasaba yako. Nasaba yako haikupeleki popote. Nasaba yako hivi sasa, ikiwa una power, ukivucha bangi, ukipelekwa polisi, utakwenda kutoa pesa kutoe. Amefanya dhambi akatupwa seli, ukafanye dhambi untoe seli. Hao yote takatuyapime sisi. Hapa utakuwa na power. Mwanao amefanya blanda za kijinga, tatoa pesa. Tumefahamiana? Lakini kwenye mahkamatul adila, mahakama ya uadilifu, haina hongo my friend. Huna hongo kwamba kuwakomboa mrembo wako iwapelekwa motoni, umwite malaika, ngoja bunjo, njoo tuzungumze kidogo, njoo. Sio, takula kibao cha akhera. Usifananishe ya hapa ya kizukazuka ukataka kuwafananisha na huko. Huku tahonga, mwanao tafanya kosa, lakini wallahi umfinike kimakosa, umuokoe. Lakini kesho yawmul qiyama wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ndipo pale tunapokariri kusema hivi, ni dhulumu leo, utanishinda kwa nguvu zako. Aidha una power kwenye serikali, aidha una jaha katika jaha za kidunia, aidha una pesa, na pesa ndizo zinazozungumza, utazitumia, utanidhulumu na mimi tasikia utungu, lakini sikuwezi. Pengine utanipandisha kotini na nkosa ni wewe, na mimi sawa niwe nateremshwa, nimeshikwa, napelekwa ndani, nalia tozi la kudhulumiwa, na wewe umejibana kwa kuwa una pesa. Utazitumia hizo mbele ya mahakama ya uadilifu? Utazitumia hizo kwenye mahakama za uadilifu? Ndipo wakati mwingine ukidhulumu hakuna wasiwasi wote, ni dhulumu, lakini sio kwa nitakunyenyekea ni kuogope kwa sababu udhalimu wako. Najua iko siku utabanwa kibano, na nikiulizwa wasemaje nisamehe, kwamba msamehe nchie motoni, tena nichana mimi nikusaidie kusukuma kwenye moto. Wanadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyama fala tudlamu nafsun shay'a
wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Hapa tunyang'anya nene, tudhudumia nene, tuonyeshane ni mibavu na miguvu, kwa sababu pengine una cheo. Astaghfirullah min kulli dhanb. Imekuwa katika dunia hii hata hineneki mtu ni kizee cha nchato. Tena nitakuja hivi hivi kizee cha ncha, manake nzee wa ncha siku hizi wengine wajifanya ni head of state, mwendo huwa ni mwingine, hata ni mzee wa nchato. Ni mzee wa nchato. Fanya muamala na watu vizuri, usinifahamu mbaya, kwa sababu pia kuna wakati mmoja alitupitia pale, Mungu amsamehe, akaja kagonga geti ya markazi na sharia pia, kama sharia za ofisi yako ya chifu, kana sharia za ofisi nyingine not. Na sisi kama Waislamu twafaa kuweka sharia. Sasa ukija pale, time haziruhusu hata ukigonga mlango ikiwa mamangu ametoka akhera afunguliwe, lazima twende kiuadilifu, hufungui ati uje, manake ni hapana. Huwezi kuja na cheo pale kwamba mwite Bahero ashuki. Bahero atakwambia ngoja, akitaka atakufungulia, usipotaka rudi. Sasa kwa nini kwangu kwa Uislamu kwa madrasa liwe sheshegi ni hivi nini? Hujisiki my friend, huja time hamna. Hata kama mimi ni rafiki yako namna gani, huingii. Ati mmoja akasema wewe nenda kama Bahero, mwambie shuka afunge mlango, hii iliyokuja serikali ni ukaburu tu. Tembele tu Mwalimu Nyerere, ukaburu tu serikali. Sasa serikali ikiwa time zangu ni saa 4 uingie, utakuja useme fungua saa 2:30, utakuja kuvunda mlango basi, kisha utakwenda kutolea mawaidha mahbusu kule. Ote ni hilo, kutokuwa na Uislamu na mtu nani ni Muislamu. Nani muungwana? Wa shakhsul muhadhabu, muungwana ni mtu mwekevu, mtu mwerevu. Sasa jiulize wewe Muislamu, mwerevu wewe? Kama si mwerevu si muungwana. Mwerevu mtu gani? Mwerevu wa kujipangia na mwerevu wa ushauri mzuri wa kupanga future yako. Na haya ndio waliopotea kwetu sisi wengi Waislamu, na tunataka mambo majabali na hatuyapati, hatuyafiki. Intabi washarifu alladhi, muungwana ni mtukufu ambaye, sikia vizuri, yataamalu maa al-akharina biihtiramin wa tasamuhi, huamiliana na wengine kwa heshima na usamehevu. Kwa maana hata mwanao ukimwita, unamuita kwa heshima ya hali ya juu na unyenyekevu, ili mwana anyuke kiheshima na anyuke kinyenyekevu. Safi jemeni hapo? Sisi tumeandama mazoea, na kwenye mazoea honda tukamezea kwenye mengi kwa kuwahurumia watoto. Mimi naweza kupita barabarani, mtoto kama huu hivi sasa napita, mtoto hiki kiko sijui pipi gapi, lakini anasoma kweli. Sheikh Bahero, salamu alaykum. Shuf, Sheikh Bahero, salamu alaykum. Ikasimama, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa? Na hapa mfano tu. Kupambana na mwingine huyo kama huyo. Nikasikia ukali, Bahero! Basi uitika pia, naam. Sasa tofautisha huyo aliyosema Sheikh Bahero, tofautisha na Bahero. Tumeelewana? Masala ya heshima kitu kidogo, wala hakina bei kubwa ukashindwa kuinunua. Ni mtu tu kuandama utaratibu na ustaarabu wa Uislamu. Allahu Akbar. Ni kweli ni Waislamu wengi tuso Uislamu, kwa maana ni Waislamu tuso matendo ya Uislamu, na hili laingia akilini kwa kila mmoja. Hebu tuendeni tusiakose mengine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wa waungwana, mwalimu wa ustaarabu, mwalimu wa matendo mazuri, alipiga arwa amthilata tasamuhi wa afwihi inda al-maqdira. Mtu huwa na uwezo wa kurevenge, na Uislamu umetupa uhuru. Ukitaka revenge, umenipiga kashindwa kukulipa, nina mawili:
ima takusamehe nipate thawabu zaidi, ima rafiki yangu tukionana takuwasha. Dini yetu hii, msione kwamba hata vile visasi visokwisha, visasi vya kijinga visizokuwa na misingi, lakini umenidhulumu. Mfano, natoka benki, papu ukanishikia kisu, papu ukanipokonya, ama nikakupa mimi mwenyewe kwa sababu ruhu haina thamani, kisha hapo nipige mitai kana ngondo kutoka Somalia, papa kutoka Somalia, nipige mimi rafiki yangu, taketi ni uguze majeraha, nikipoa kikuona barabara nitakuachua. Msifanye wasiwasi, hata serikali ikiveko bakarani msikitini leo hapa, lakini pia intelligence wenu wamesomeshwa kujua namna maneno yameelekea vipi. Hunipigi visu ovyo, umenipokonya pesa zangu ovyo, na baada hapo kukwambia niatie roho yangu tu, ukanichanja, kisha mpate nchu achuswali swali vipindi vitano, nisamehe. Najua kusamehe kuko nao, lakini kama sitaki kusamehe takuachua. Umenipata? Dini yetu. Sasa sikiza, lakini angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha ustaarabu ili iwe funzo kwa ulimwengu. Pia yeye katika alafu inda almaqdira, hapo ndipo sema msamaha wakati una uwezo wa kurevenge. Ina maana kurevenge si makosa, lakini ukisema kwamba mmekusamehe fi dunia wal akhirah pia huingilii. Ndipo Mtume akasema idhhabu fa antum tulaqa. Ijma ya wanazuoni inasemaje? Na ijma ni ihda masadir at-tashri' al-arba'a, inasema ajma al-ulama, ulama wamejikusanya, wal mufakkiruna na mufakkirun, ala anna al-islama, kwamba Uislamu dinu ilmin wa madaniya, ni dini ya elimu na dini ya ustaarabu. Uislamu ni dini ya elimu, ndio watoto wa Kiislamu wataka wasome kweli kweli, wasibahatishe katika kusoma kwao, mtu awe na maamuzi katika kusoma. Watahadhurin shamili, Uislamu ni dini wa maandalizi kamili. Muislamu wakati wote ataka awe anajiandaa. Wacha mpige reverse kidogo ili musitoke na fikra za kuelewa kinyume. Angalia, nimesema kwa khutba, kwa kunukuu wasomi, iko alafu inda almaqdira, na hapa kuna wasomi wananisikiliza. Msamaha wakati una uwezo wa kurevenge, liko hakuna? Mimi nasema liko. Tumefahamiana sana, lakini ni kwamba ikiwa umeamua samehe, haya samehe, harud. Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba mmoja, ya Rasulullah, mtu akajinilia nyumbani, mtu akanijilia nyumbani. Hivi mtu aje nyumbani kwako mpaka aparage fence pengine imewekwa nyaya, lakini kwa kufa kupona atefute namna mpaka aruke azikwepe mpaka nyaya, hakuingilie kwako. Semeni nyinyi wenyewe waungwana, alitakalo ni mawili, ima afe ama apate akitakacho. Je, na wewe mwenye kuingiliwa atakawe na maamuzi gani? Ima anipate ama atoke maiti. Je, haya yako katika maandiko yetu? Yako katika maandiko yetu kwenye uungwana wa dini yetu. Mtu amenijilia, amenishikia silaha, akanambia nipe. Mtume akanjibu nifanyeje? Huyu bwana akamwambia Mtume nifanyeje? Mtume akamwambia simpe. Akiniwahi yeye motoni, wewe peponi. Mimi kimwahi yeye motoni, yeye akiniwahi wewe peponi. Maneno ya Mtume yenye kina cha maana yatupa vipi? Itakuwa nkusimamiana tu, huu chief akudunge wewe peponi, huu motoni. Nini hivi? Au mwelewa vipi jemeni? Na ni hadithi, si batesi, bali kwa wasimamiene kwanza uzungumza, kisha utaki kutoa, sio hiko.
Wewe na wewe umenipiga, sasa ngoja na mimi hiko hivi. Lakini waseme hakuna vita hivyo toka Mtume Adamu, hakukupiganwa hiyo vita. Nkoroto, migumi, ikishindikana mboko za kisawasawa. Ikimalizika hapo, ikiwa mtu utapisie geli hapo na yafanyaje? Kwa hivyo ina maana kwa ni mapambano, uwahi ama uwahiwe. Nataka kuwapa picture tu ya kwamba kwa Mtume hapa alisema jitetee. Si mtu amekungilia nyumbani, ameruka fence na una watu banati, watoto wasokuwa na hatia. Baada dhalika amekushikia, fungua kabati, toa kila kitu, na iko silaha ambayo yeye hajaiona, waweza kuiwahi. Wewe kile kibla sema rakateni laita Allahu akbar, rakateni ndo zitantole mwizi. Sisi chuko vipi Waislamu wa leo? Mtu kusikia geli na kuna kitu hapa, na ukimaka hapa kuna watu maudhari, naweza kumrukia hapa, kampokonya silaha, kampiga kwa silaha yake, acha piga rakateni, akikutinda kwenye sijida. Tuweni na mabadiliko bwana. Mabadiliko ni nini? Tuiandameni dini kwa uungwana wake, kwa matendo yake. Tusipopaweza, Mungu wa haki ajua hapa wameshindwa. Tayeb, kisha akatuambiaje hawa wanazuoni? Dini ya Kiislamu kwa kuwa ni dinu ilmin wa madania wa tahadhurin shamili, maandalizi yote, ni kwa sababu gani? Haithu yambathiku tahadhuru lislami, kwa namna ambapo hupasuka, huchomoka yale maandalizi ya Kiislamu, minatawazuni daqiqi, katika mizani ya kina, baina ruqiyi ruhi, kati ya mtu kukua kiroho. Roho yako Muislamu iwe imekuwa, roho yako iwe mzito, mpaka mtu akikudhulumu, basi hapa umenishinda, tukua haina neno. Tumefahamiana? Tusende mbali. Wataqaddumil madi, na Uislamu dini ya maendeleo ya kiuchumi. Watu wajisumbue, ndio dini ya uungwana yatakapoungwana. Kwa maana hayo, watu wajisumbue. Hakuna masala tu lete 10, lete blue hapo, lete chenga, lete nini. Zimetuka na lugha sampuli, lugha za kiuvivu, lugha za kikuomba. Na ukiangalia watu na kasi zao. Ndugu zanguni, nenda pande zote. Sisi Waislamu tukiendelea na mfumo huu, hatuna haki wa kuwatukana hawa wasiokuwa Waislamu ambao wameyatawala yetu tuloyatupa ovyo kwa sababu ya raha na starehe. Vipi? Leo sema maduka yote ni hawa, mashamba yote ni haya, viwanja wote, makazi hawa wamejazwa. Aina anta? We nguvu zako na wakati wako utaumalizia maskani tu. We wataka pesa tu za haraka haraka. Hawa tu watukanao hukokota mikokoteni, hawailipi hata license ile nini la. Wakifunga kazi usiku wana 3,000 4,000. Wewe umekaa tu ufanye lolote na kutukana watu. Kazi yako kuta ngoja toka mtu utakodisha ndo kaonyeshe nyumba. Hiyo kazi? Watavawa watu waweni hata mwanguke mufe. Si kazi hiyo. Uketu ngoja nitoe nitafutia nami nyumba kwa kazi hiyo. Ikiwa nyumba zote zina watu. Nyumba zote zina watu utafanyaje? Taketi barabarani pale mtu akipanda gari, taki nyumba, utakufa na ndaa. Sio uungwana wa Uislamu. Uungwana wa Uislamu ujisumbue. Na uungwana wa Kiislamu umeshindwa. Watoto leo hawapati kula, nenda kwa unayemwamini. Rafiki yangu, salamu alaykum. Tena nakupandia, ukienda umepata tabu leo, utalala hupati kula, usende ukachekwea. Kuchekwea kibajuni, usende kufanya sherehe nyingi nao wataka 200 kwangu. Naambia tu straightforward, Sheikh, leo hali sio nzuri. Unazo 200 nipe. Shukran, nazo hizi. Ama sina samani. Lakini uchekwe, upige makofi, uvalise zidole, sherehe nyingi na unazotaka 200. It's wrong. Au vipi jimeni?
Si mumenielewa vizuri? Mwambie mtu kiuislamu kishujaa, nahitaji 1000. Unazo rafiki yangu? Nipe. Lakini angalia, taka unisamee kitu kimoja tu, usinihadidie siku, lakini kama nilivyochukua kwa haraka, tafanya haraka nikulipe na Mungu anipe taufiki, kuliko masaa dakika 5 na unamaliza wakati na unazotaka ni 500. Si uungwana pia? Si ni vizuri hivyo? Maana leo kinipotezea wakati na wataka 500, kesho kikuona watokeza ofisi ya Kano, mimi takorosi hapa nende zangu nyumbani nisije tena. Maana kitakuwa hakutembeleki tena. Si umeona umeondoka uungwana, kwa maana si matendo ya Uislamu watu kuingia barabarani kuomba. Mwasemaje siku hizi sheikh? Mwasemaje kuomba siku hizi? Huomba watu na nguvu zao sheikh. Na nguvu zao mijitu na nguvu. Wakati pahala pana nikao utaona nkao nje, Ijumaa nkao nje, tena kupe aka nini, astaghfirullah min kulli dhanb. Na mtu amuue mamake na babake. Na mimi siogopi kusema alhamdulillah, Mungu atupe misimamo hiyo ila akhir lahadha msa. Mmoja unambia bwana na nguvu zake, anambia msamaha alikusa haya, alhamdulillah rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na mimi kasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mamangu ashatuacha. Kamwangalia, unambia hapo mamangu ashatuacha, ndo basi hujipangi kwanza. Kama taka kuja kunihada, jipange kwanza, nsikushike bandarini. Inna lillahi, mamangu ashatuacha. Haya, kwa hivyo ilikuwa mmekuja kwako, nimeata shughuli hapa, unaangalia tu, hata kama 600 taka uwahimazishi hapo maleni. Kaambia hai, Mungu anrehemu mamako na shilingi 600 sikupi. Utanambia hata kama njeti fighter achi 6:30 kasrobo huadhiniwa, sabahu swaliwa, achi maiti iko nini, atoke hapa kwanza aende usichani kula tefuteni sana mpaka itakapoja. Kaambia hapana, hii 600 takwenda kuangalia wanangu ice cream, mkupe wewe ndo ukanilia hapo barabarani. Si uungwana wa dini ya Kiislamu. Ndivyo mabarobaro wengi walivyo, ama sivyo? Ndivyo. Hata ikifika saa taikata kidiku kipande hutuba ni imalize takao. Lakini twende Waislamu watukufu, Uislamu una mizani ya kina kati ya mtu kuikuza nafsi yake na kuwa na maendeleo ya kiuchumi, kujipanga, wa tathhiri hayati al-insani min madahiri al-fawda wal-hamjamia, na kutahirisha mwanadamu ajitahirishe na maonyesho ya fujo, vurugo, machafuko, ukosefu wa amani. Sio staarabu. Yani Muislamu hafai kuwa ni mtu wa vurugo, mpaka vurugo lipate sababu za kimisingi ya dini yake. Lakini wasemaje sasa? Waislamu wengi vijana ndio wanaosukuma kwenye vurugo, ndio wanaosukuma kwenye michafuko. Acha hatia nini? Acha amepewa elifu hata kama maskini muuza ubuyu pale kwa wiki aweza kufunga elifu. Ati upewe 1000 uende ukamwage damu ya Muislamu, upewe 1000 uende kwa mjeruhi Muislamu. Wewe huogopi jamani? Ukamwona mtu ameanguka mbele yako, hupiga kata, hutoka sakaratul maut, na wewe ndio unampiga kisu, hushtuki? Imepotea dini kwenye nyoyo za wanaoidai kwamba kwa watu wa dini. Kisha upita tukatuka na wazee. Wazee walikuwa na dini yao, hawakuwa wasomi tu, lakini na dini. Lakini alikuwa mtu akiogopa damu ya mtu. Licha kuogopa damu ya mtu, huku kwetu alikuwa akizunguka nchi nzima hutefutwa mwenye kuchinja tu. Leo wewe mwehu, mtu wa bangi, kuvuta bangi au ukala unga, ikawa wewe zile fikra zako za kupeleka damu ya mtu tu kama jini ambaye nini damu. Ndio tukasema hii dini yetu dini ya uungwana, inataka waungwana. Ngapi hapa waungwana? Usipeleke kwenye uchuma. Muungwana wa kuiona damu ya mtu ni damu yafaa kuhifadhiwa kweli kweli. Leo mpe mtu pesa, nenda kauwe, hata wataka kura za kunuka, au nenda kafanye fujo pahala fulani, ama nenda kapige watu fulani,
Hapana jemeni, lazima tuendeni, hata tukikadiria kuweko haya yaliyoko, lakini yaweko kwa ustaarabu unaoitwa ubinadamu. Hata ukikosekana Uislamu, lakini wewe ni mtu binadamu mwenye ubinadamu. Tayeb, Muhammad Abdu ana kitabu chake kwa jina Al-Islamu Dinul Ilmi wal Madaniya. Uislamu dini ya elimu na ni dini ya uchumi. Ina maana gani? Ina maana kwenye Uislamu hakutakikani wavivu, na kuna wavivu katika society yetu, ni hatari. Mtu huwa mvivu mpaka sura zikabadilika zikawa sura za uvivu, na hata ukipambana nayo ukipiana mikono utatamona hili jicho hili jivivu kweli kweli. Si Uislamu kweli, kwa sababu ukiketi kwenye uvivu mpaka ukafikia level hiyo, utakutana na mtu anaojua wavivu akujua wewe ni mvivu kwa harufu yako. Pia harufu hiyo hutoa uvivu. Hautaki kwa Uislamu. Uislamu dini umepigana, hukupata. Ukipambana na mtu sema la, huu hana wasiwasi, huu ni milionia na hana ndururu, huo ndiye Muislamu. Lakini si Muislamu ukiguswa tu kidogo, leo kupata ncha nzima una habari, leo hakungia farasi, leo nini kweli nini. Hakuna masala. Watu walikuwa hawajulikani kwa kupata, hawajulikani kwa kukosa. Leo sisi tunataka kujichambulisha kwa kupata, kwa kukosa kutakalika hakutakalika. Itakuwa kulalamika kwingi tu, sio maadili wala sio ustaarabu wala sio uungwana wa dini hii. Uungwana kwa maana haya, pointi za mwisho na khutba tutaiunganisha wiki inayokuja. Tumnukuu Muhammad Abdu asemaje? Al-Islamu dinul ilmi wal madaniya. Qala, kisha akasema, innal usul al-fikriyati wat tashri'iyati, misingi ya kifikira na kisharia, lilislami ya Uislamu, tad'u bitabiatiha, huita kwa tabia yake, ila nahdhati al-aqli, watu kuwa na miamko ya kiakili. Akili zitaamka vipi na watoto wetu wengi ni walevi? Akili itaamka vipi na watoto wetu wote ni watu wa mingokana, watu wa mirana na mengine? Sasa angalia, kwa kuwa hatuna ile misingi takiwa ya maamuzi ya mtu kuamini anachoitakidi, hunyuka kipovu sisi, hunyuka kipovu. Tena povu la mikojo, hata si povu la sabuni. Likainuka mara lile likenda zake. Ndivyo sivyo, sipigi mifano, itakuja mifano mbele ya safari, na mifano ikija itakuja mifano ya sasa na iliyopita wakati wa maswahaba, na mifano ya sasa wakati ambapo tulisimama kwenda kibangi. Povu la mkojo kisha hakuna kitu chochote. Lakini ikiwa mathalan ni jambo limekita kimisingi, hakuna la Mungu liangukae. La Mungu anguka jamani? La mtume laanguka? Likianguka mikononi mwetu, pana asbab khafia au asbab dafina ziko. Huwezi ukaendelea na ugonjwa wa dawa maarufu ya kupoza ugonjwa ulionao, lakini ikiwa haupoi, pana vijineno hawatakaoitiwe faragha, ulizwe, mbona zimepoza watu wote, wewe hupoi? Ni kwa kuwa kuna masharti fulani pengine tumeakauka. Ndio kwingi tulivyo kwenye Waislamu tulionao wakati huu. Muhammad Abdu anaendelea, unaendelea ila nahdhatil aql, mikojo hiyo nini, halikupanda povu siku moja, sige gari za miraa. Sichikunena, kama ingekuwa halikutokea kanena, itakuwa mmezusha lisilokuweko, si hazingi gari za miraa hapa, zingi zingi, si unajua tena jamaa, zingi takbir kwenye takbir. Vipi? Nini? Kutojipanga. Mtu kusukumwa tu kuambia ndo unene, na si hufa kwa kunena. Njoo nene hapa,
Na ukipambana na waungwana, unajua kuna waungwana hapa kwenye miji yetu ya Kiislamu wakupenda kusukuma nena na nchagalia nchu mwehu akasema wewe pengine jambo ulijui mwanzo ulijui mwisho, lakini ukapata watu wa kusukuma nena hapo ni hivi, hapo ni hivi. Ulikuweko ikawa hivyo ninavyo, mbona tukehia isijemeni? Ulikuweko kitu siku nena ukiwa na ushuhuda naye, basi jamaa wakakusukuma Mkenya na Kenya na waume wake na kila serikali na ume, ukishtuka wapigia simu wala wewe ulisimama ukazungumza kadhaa ukarekodiwa tena ukajirusha ukanana nini, maana ni hodari. Haya, tulia tu, baada ya masaa utakuja kuzungumza zetu kwa upito ukijiharia. Kumbe wanaume washakupiga mato, umenena haya yana ushuhuda, haya na ushahidi, umesukumwa na hawa vaicha uvongwana, ukenda ukafa mwenyewe pandi nzige ulojitia motoni mwenyewe, na watu kupiga kazi na maisha yako mazuri. Tugeukeni kama Waislamu, na Uislamu dini ya kutufanya sisi tugeuke. Tuko tayari sisi kugeuka ama tutageuka kinafiki? Kauli hii tu ni malizi ya Muhammad Abdu akasema, innal usula alfikriyati watashri'ati lilislam tad'u bitabi'atiha ila nahdati alaqli walaqli biasbabi alquwa, kutukua sababu za nguvu, walizza na izi. Muislamu ni mwenye izi, Muislamu havi dhalili kwa maneno ya mtu. Vipi unitolee maneno mimi nikuangalia, who are you? Wanitolea maneno ati mimi sikujibu, sina ndomo, Allahumma nivebubu, lakini sikosi la kukujibu kwa lolote utakaloniambia. Muislamu utakawe na izz wa rafdhi tawakkul. Uislamu unakataa mtu kutegemea tu, mimi niko kwa fulani, hufanya kazi kwa fulani, akinifucha ndio inna lillahi wa inna ilaihi, kulluna twajua ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini maadamu uko hai, wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum. Wa yara anna alislam, unaona kwamba Uislamu la yatasadamu ma'al madaniya as-sahiha, haugongani pamoja na mtu kutuma uchumi ulio sahihi, bali hilo la kutuma uchumi huwa almuharriku alasasi, ndicho kinachotaharakisha cha msingi, min khilali takrimihi, kupitia kwa kumkirimu mwanadamu, liiradati linsani wa hurriyati, kwa lile analolitaka mwanadamu na ule uhuru alopewa na dini, kutefuta cha halali yake tu ikiwa ni cha halali. Ninaweka point hapa au alama ya alamiyatu risala kuenea, itupe picha ya dini ya uungwana ilokuwa na uungwana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.